Mpendwa rafiki yangu, ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba umzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana linatukuzwa katika maisha yako. Ninafahamu ya kwamba tunaelekea, leo ni siku ya mwisho ya mwaka 2025 na kwa kweli kila mtu ana sababu ya kumshukuru Mungu. Ana sababu ya kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyatenda kwa mwaka huu. Hata kama kuna mambo ambayo ulimuomba Mungu hajakutendea, lakini una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Yako mengi ambayo Mungu ametuepusha nayo, yale ambayo tunayaona na yale ambayo hatuyaoni. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametuepusha nayo, yale ambayo tunayaona na yale ambayo hatuyaoni. Na hiyo pia ni sababu kubwa sana ya kuweza kumshukuru Mungu, kwa sababu yeye anajua zaidi ya yale ambayo tunajua sisi. Njia zake sio njia zetu. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema sana, na fadhili zake na rehema zake ziko pamoja na sisi. Na kwa hivyo mimi binafsi ninamshukuru Mungu kwa mambo mengi sana ambayo amenitendea mwaka huu na ambayo ameniepusha nayo mwaka huu, yale ambayo nimeyaona na ambayo sijayaona. Kwa hivyo nina sababu nyingi za kumshukuru Mungu. Hata leo maombi yangu ni ya kumshukuru Mungu tu. Ni kumshukuru Mungu kwa ajili yangu, kumshukuru Mungu kwa ajili ya huduma leo nipatia, kumshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki zangu, kumshukuru Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yetu, wazazi wangu, mama yangu, baba yangu na ndugu zangu. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa matendo makuu na ajabu ambayo anayatenda. Sasa tunapouanza mwaka 2026, nitapenda kushare na wewe mafungu mawili muhimu ambayo pengine nayapenda sana. Isaya 41 na aya 10 ambayo inasema usiogope. Lakini pia Wafilipi sura 4 kuanzia mstari wa 6 na wa 7 ambayo inasema usisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru na haja zenu zijulikane mbele za nani? Za Mungu. Afu aya 7 inasema ndipo amani ya Kristo itakapohifadhi mioyo yenu. Lakini mstari wa 13 unasema kwamba nitaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa katika mwaka 2026, huu ni ushauri wangu kwako. La kwanza, muabudu Mungu wa mbinguni ambaye yeye amekuumba wewe na anafahamu mahitaji yako, anafahamu kila kitu. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, muabudu Mungu wa mbinguni, najifunze na jizoeshe kuisikia sauti yake. Lakini jambo la pili la muhimu, kuwa mtiifu kwake, kuwa mwaminifu kwake, na pia uweze kumtumikia. Umtumikie kwa njia zote halali ambazo Mungu amekuita kuweza kuzifanya. Yaani mtumikie Mungu aliyekuita katika huduma. Mtumikie Mungu wa mbinguni, ushare habari njema za ufalme wa mbinguni kwa marafiki zao kwa njia zote. Hiyo ni kwa njia ya mtandao wa kijamii ama kwa njia nyingine unaozifahamu hizo ambazo ni halali. Mtumikie Mungu, na kumtumikia Mungu kuna baraka. Mimi kupitia mitandao ya kijamii nina marafiki wengi sana ambao wamebarikiwa kupitia huduma hii. Kwa hiyo huu ni ushauri wangu namba 1. Mwabudu Mungu wa mbinguni aliyekuumba. Mtii na uwe mwaminifu kwake. Mtumikie kwa uaminifu wote. Mtumikie, share habari njema za ufalme wa mbinguni. Na unapofanya hivyo, sasa usiogope. Katika mwaka huu tunapoanza, usiogope lolote. Kwanza, yani usiogope lolote. Katika kila siku usiogope. Katika siku 365 hizo zote za mwaka, nataka nikuhakikishia kwamba usiogope lolote. Usiogope. Kwa maana nyingine, sahau yote ambayo yalikutokea mwaka 2025. Anza upya na usiogope. Sasa siri ya ushindi ni hii. Tulisema muabudu Mungu. Sasa nataka nikwambie siri ya ushindi ni hii. Katika kumwabudu Mungu wako, lisome neno la Mungu. Kuwa na muda wa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari
neno la Mungu. Kila siku hakikisha kwamba unalisoma neno la Mungu. Alafu unaomba. Soma neno la Mungu, muombe Mwenyezi Mungu. Hizi ni njia nzuri. Kusoma neno la Mungu na kumuomba Mungu. Yaani kuwa mtu wa maombi. Maombi haya nasema maombi yako binafsi. Jiimarishe katika maombi yako binafsi. Nataka nikwambie maombi yanayofanya kazi ni maombi yako binafsi. Kuwa na muda wa kufunga na kuomba. Kuwa na muda wa kufunga na kuomba. Hii itakupatia amani, itakupatia furaha, itakupatia utulivu wa kihisia, kimwili, kiakili na kiroho na kijamii. Ukiwa mtu wa kusoma neno la Mungu, unapata nguvu za ajabu kutoka mbinguni. Nataka nikwambie tena, kusoma neno la Mungu na kuomba kwa msingi wa kumwabudu Mungu ni njia sahihi ya kuponya afya yako ya akili. Ili mimi nimelithibitisha ni njia sahihi ya kuponya afya yako ya akili. Kama una changamoto, una misongo, una mawazo, una mambo yanakusumbua ya kifamilia, mambo ya kazi, una magonjwa, una nini, yani changamoto yoyote inayokusumbua, inakuletea misongo, unakosa usingizi, unakosa amani, unakosa furaha, unakosa utulivu, tiba yake ya asili kabisa, mwabudu Mungu. Katika kumwabudu Mungu, muombe, fanya maombi, soma neno lake takatifu. Hakikisha unalisoma neno lake takatifu kila siku. Kitabu hiki cha Torati, Biblia, isitoe katika mikono yako. Hakikisha unaisoma Biblia kila siku. Pamoja na kwamba Wakristo wengine tunasoma miongozo wa kujifunza Biblia, tunasoma na kesha la asubuhi, lakini Biblia iwe ni ya namba moja kwa kufuata Biblia kwa mpango. Isome Biblia, isome kila siku, isome, pata muda wa kusoma. Tafuta muda binafsi wa maombi, tafuta muda binafsi wa kulisoma neno la Mungu kila siku. Litakuponya kihisia, kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Litaimarisha afya yako ya akili, itakuwa nzuri. Kumbuka katika ulimwengu huu watu wengi tuna changamoto ya afya ya akili, mental illness. Iko kubwa, iko kwa viongozi wa kisiasa, iko kwa viongozi wa kidini, iko kwa wale ambao wanaongozwa. Ni changamoto kubwa na hakuna ambaye anasema yuko salama. Kwa hiyo tiba nzuri kabisa, kwa maana nimesema usiogope. Mwabudu Mungu, kuna tiba. Mwabudu Mungu, kuna tiba ya afya yako ya akili. Mwabudu Mungu, soma neno lake, omba, soma neno lake, omba, imba nyimbo za Kristo, nyimbo za Kikristo. Pata muda wa kuimba nyimbo za Kikristo. Imba nyimbo, imba, fungua moyo, imba, mueleze Mungu mambo yako yote yanayokusumbua. Mueleze Mungu yote. Na mwisho, amani ya Kristo itahifadhi moyo wako, itakuhifadhi kimwili, kiakili, kiroho na kijamii, kihisia, na utaweza yote katika ya kutia nguvu. Ndio maana anasema usiogope, atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo kwa mwaka 2026 usiogope, mkabidhi Mungu mambo yako. Ndio maana anasema chooni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo Mathayo 11 mstari wa kuanzia 28 hapo. Mpe Mungu mambo yako. Mueleze Mungu mambo yako. Usikimbilie sana kwa wanadamu. Mueleze Mungu mambo yako. Nataka nikwambie, hizi tu nimekupa tu simple. Kwa hiyo mwaka 2026 usiogope. Changamoto zote ambazo ulizipitia mwaka huu, hizo zisikutishe, wachana nazo. Najua changamoto zitakuwepo, lakini ukimweka Mungu wa kwanza, ukawa na wito, ukawa na moto wako, kauli mbiu yako ya kwamba sitaogopa, usiogope, ukaweka mambo yako yote kwa Bwana, atakuwa pamoja na wewe katika milima, katika mabonde, katika changamoto za kiuongozi, katika changamoto za kihuduma, katika changamoto za ndoa, katika changamoto za kazi na shughuli mbalimbali, katika changamoto za mahusiano. Atadumu kuwa pamoja na wewe. Na mimi ninakuita na kuitoa wito kwako ya kwamba
usiogope. Mwaka 2026 ukapate kuwa ni wa baraka kwako, ukapate kuwa ni wa neema kwako, ukapate kuwa mwaka ambao wa mafanikio. Hata kama utapitia changamoto, elewa kwamba changamoto zote utazishinda kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hivyo, mwabudu Mungu, kuwa mtiifu, kuwa mwaminifu. Tumikie sana. Usiogope. Lisome neno lake takatifu. Omba, kuwa na muda wako binafsi. Imarisha muda wako binafsi. Kuliko ule sawa kutakuwa na maombi ya familia, jumuiya, kanisa, vikundi ya nini, lakini imarisha maombi yako binafsi. Soma neno la Mungu, imarisha maombi yako binafsi. Imba nyimbo katika ibada. Tukuze Mungu. Usiogope kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe hata mwaka 2026. Baba, nakushukuru kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Naomba umbarikie, naomba umsaidie, naomba uweze kuwa pamoja naye, na tunakushukuru kwa matendo makuu na ajabu ambayo umeyatenda kwa mwaka 2025 na kutuepusha na yale ambayo pengine tumeyaona na yale pengine hatujayaona. Baba, tunakushukuru kwa yote. Na tunapoanza mwaka 2026 tunaomba uendelee kuwa pamoja nasi, ukatulinde na ukatutunze, na Bwana ukatimize ahadi zako katika maisha yetu. Kwa hiyo tubariki sote katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki, Bwana na akulinde na akutunze katika jina la Yesu. Amina.